قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود. kutoka Muadh bin Jabal katika kumzungumzia mtu ambaye aslam, ni kisa aliyesilimu, thumma tahawada, kisha akawa Myahudi. Alisilimu akawa Muislamu, kisha baada ya kuwa Muislamu akaritadi akawa Myahudi. Qala, anasema Muadh, qal yani Muadh akasema Muadh, la ajlis, sikai mimi, hatta yuqtala, mpaka uwawe wewe, sikai mpaka auawe. Nakaja na mtu hivi, sawa, nakaja na mtu hivi. Ni kisa hiki kimetajwa, anna nabiy sallallahu ba'atha Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu amilan ala al-Yaman. Mtume alimwagiza Abu Musa al-Ash'ari aende katika mji wa Yemen, sawa. Kadhalika akamfuatisha baada yake Muadh bin Jabal, naye akamwagiza. Tani hadithi yake mmeisoma, innaka ta'ti qauman ahla kitab, wewe unawaendea watu ambao ni watu wa kitabu, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu la ilaha illa Allah, mpaka mwisho wa hadithi. Falamma qadima alayhi Muadh, pindi Muadh alipoenda kwa nani? Kwa Abu Musa huko Yaman. Qala lahu Abu Musa, Abu Musa akasema kumwambia Muadh, inzil, shuka, teremka katika kipando chake. Wa alqa lahu wisada, na akamrushia mto, ule mto kwa ajili ya kukaa na kuegemea, sawa. Fa idha rajulun indahu mawthiq. Qala Muadh, ma hadha? qala hadha kana yahudiyan thumma aslam thumma raja dinahu dina sayyi. Abu Musa akamueleza Muadh bin Jabal kadhia ya huyu bwana, kwamba huyu bwana huyu amesilimu kisha akarejea katika dini yake mbaya aliyokuwa nayo huko, dini ya Kiyahudi. Faqala Muadh inda dhalik, Muadh akasema alivyoambiwa hivyo, la ajlis hatta yuqtal, sikai mpaka uwawe. Sikaritadi, sikai mpaka uwawe. Kama hauawi sikai. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amekaribishwa na Abu Musa, sio? Amekaribishwa akae, anashakiwa mpaka mto ili akae, akagoma. Sikai mpaka uwawe. Kwa nini? Li'annahu murtaddu, karitadi, kafara ba'da islami, amekufuru baada ya uislamu wake. Sasa nakaa vipi na mtu kafiri aliyeritadi? Auliwe kwanza. Wazi? وفي رواية لأبي داود لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. Na katika riwaya ya Abi Daud akasema Muadh, la anzilu, siteremki katika kipando changu, la anzilu an dabati, siteremki katika kipando changu, hatta yuqtal, mpaka auawe. Faqutila, akauawa. Qutila murtaddan, kauliwa kwa kule kuritadi kwake. Nafahamiana? Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu, لا مروكا متفق عليه البخاري ومسلم، في رجل أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى يقتل، سكاي mpaka uwawe huyo. Qada'u Allah wa rasulihi, hii ni hukumu ya Allah na mtume wake. Fa amara bihi faqutila, akatoa amri ya huyo bwana akauliwa. Wa fi riwayatin li Abi Daud, wa kana qad istutiba qabla dhalik, na alikuwa ameshalinganiwa toba kabla ya hapo. Aliambiwa atubie, bana wewe rejea katika dini yako, tubia, usifanye hivyo. Lakini dhahir hakukubali, akabaki na msimamo wake wa kutahawad kuwa Yahudi. Fakutila murtaddan, akauawa akiwa amertadi. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man badala dinahu faqtuluhu, atakayebadili dini yake muueni. Rawahu al-Bukhari. Man badala dinahu ay dinahu al-Islam, atakayebadili dini yake ya Kiislamu, sio dini nyingine. Akitoka dini nyingine akawa Muislamu hauawi. Wazi? Ama kuacha Uislamu baada ya kuwa ni Muislamu akaenda katika dini nyingine, hukumu yake ni kuuawa. Man badala dinahu
faqtuluhu, atakayebadili dini yake ya Kiislamu huyo muueni, atakayeritadi. Ndio maana akasema rahimahullahu ta'ala huko nyuma, babu qitalil jani wal murtad. Mlango unazungumzia qitalil jani, kumpiga mualifu, wa qatlil murtad, na kumuua aliyeritadi, lakini kumuua huku si sheria mkononi. Kama mtu karitadi leo, tulikuwa na msikitini, kesho huyo kanisani, wewe ukaondoka na kisu chako cha kukatia tomate bufu ukamchoma, la. Au na manati yako ukachukua jiwe bonge la tofali piga kichwani, sio hivyo, si sheria mkononi. Jambo linaenda kwa utaratibu wazi. Kwanza iwe katika dola ya Kiislamu, na hilo litasimamiwa na mtawala wa Waislamu, si kila mtu. Nafahamiana? Aiyo, naam.